Na kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, nichukue nafasi hii kutoa salamu za pole kwa familia, mama pamoja na watoto, ndugu na jamaa, pamoja na marafiki wote ambao tumehudhuria katika eneo hili. Wenzangu wameeleza sifa za Lucia. Mimi siwezi kuzirejea kwa sababu nitashindwa kwa namna ambavyo nilivyomjua mtoto huyu, uchapakazi wake. Ndugu waombolezaji, nikuombe subira. Nikuombe subira uendelee. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu waombolezaji, kwa niaba ya mwenyekiti wa WT Taifa na Umoja wa Wanawake Tanzania, kama ambavyo mmeshuhudia mwenyekiti wetu ameshindwa kuendelea, lakini tunachukua fursa hii kutoa pole nyingi kwa familia, mama mzazi, watoto, ndugu jamaa na marafiki. Lakini pia tunatoa shukrani nyingi kwa uongozi wa chama na serikali na jumuiya zote mkoa wa Mbeya na hapa mkoa wa Manyara. Lakini pia na wote walioguswa na msiba huu ambao wamesafiri kutoka maeneo mbalimbali, jumuiya zote ngazi ya kata, wilaya, mkoa na viongozi wote ambao kwa pamoja itifaki yao hapa imesemwa. Sisi UWT tutamkumbuka mtoto wetu, katibu wetu Lucia, kwa uwezo wake wa kusimamia kanuni, taratibu ndani ya jumuiya, ndani ya chama. Hiyo ni alama au ni sifa kubwa ya mtendaji. Mtendaji yoyote ukisimama na kanuni yetu, taratibu za chama, miongozo, kituo hiko au eneo unaloongoza, kwa vyovyote vile itakuwa na utulivu. Kwa hiyo Lucia ametuachia somo kwetu kama viongozi tunavyotathmini watendaji wetu, lakini tunaamini ameliacha somo kwa watendaji wenzake. Licha ya umri wake wa miaka 33, lakini alionyesha wa kutumainiwa katika kutatua migogoro, lakini kusimama kwenye mstari kama hapa ilivyoelezwa. Lucy ni mtoto wetu, tumemlea, amekuwa, amefikia mahali aweze kula chakula chake. Lakini Mungu akamwambia mwisho wako sasa ni basi. Kwa hiyo kila nafsi itaonja. Waislamu tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakini wenzetu wanasema Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Niwape pole sana, poleni sana kwa msiba. Ilipotokea taarifa ya Lucy, ni ukweli kwamba kila mmoja alijiuliza kwa nini ile Lucy. Kila mmoja alijiuliza Lucy bado ni mdogo, kwa nini ameondoka? Lakini ni ukweli kwamba kwa mafundisho yaliyotolewa na askofu, ni ukweli kwamba kila nafsi lazima ionje mauti. Lucy alipewa hesabu ya kuishi duniani kwa miaka 33. Kila mmoja atakuwa na hesabu yake ya kuondoka hapa duniani. Leo Lucy amelala, lakini ametuachia funzo kwamba kila mmoja yuko safarini. Ipo siku utaondoka bila kuaga. Lucy hakujua kama ile siku anaondoka, lakini leo amelala. Tulimfahamu Lucy tumemlea wenyewe. Alikuwa msaidizi wetu katika ofisi ya Umoja wa Vijana, nikiwa mwenyekiti wake. Lakini tumemlea mpaka amekuwa, ameendelea, amechapa kazi. Lucy ni mnyenyekevu, ni mtoto mtiifu, na ndio maana amefika hapa alipofika. Lakini katika safari yake ya mwisho, ndio maana kila mmoja ametoka huko alipotoka anamsindikiza Lucy. Tunamwombea familia, lakini tunamwombea zaidi Lucy apumzike kwa amani. Nichukue nafasi kutoa pole nyingi sana kwa mama wa marehemu, watoto wake,
jumuiya ya wanawake, hasa mwenyekiti kwa kuondokewa na mtendakazi wako, viongozi wote wa chama na serikali ambako Mheshimiwa Lucy amekuwa kuhudumia. Kipekee ni washukuru sana viongozi kutoka Mbeya, mwenyekiti wa chama pamoja na jumuiya kwa kazi kubwa mliofanya, kukaa na mwenzetu muda wote kwa umefanya nao kazi, lakini pia kwa safari ndefu kutoka Mbeya kufika hapa Babati. Poleni sana kwa msiba huu wote, na waheshimiwa wabunge wenzangu naona kutoka Mbeya pia karibuni na poleni sana kwa safari. Na mimi niendelea kuwapa pole, lakini Baba Askofu tumejifunza hapa kwamba umetukumbusha ni namna gani ya kutumia zawadi hii tuliopewa ya muda mfupi. Mungu atusaidie, atupe neema ya kutumia nafasi hii tuliopewa kuishi duniani kwa kupendana, kwa kuheshimiana na kudhamini utu wa mwenzio, ili zawadi hii utumie vizuri kwa muda mfupi, lakini pia upate maisha mema kule mbinguni. Tunamshukuru Mungu kwa maisha ya Lucia. Lucia ni mdogo lakini amefanya mambo makubwa. Hivi unavyoona leo Tanzania imekuja Manyara ni maisha ya zawadi ambayo Mungu ametupa kupitia kwa Lucia. Lucia amefanya kazi kubwa, ukilinganisha umri wake na kazi aliyofanya. Kwa kweli Baba Askofu, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa maisha yake. Niendelee kutoa pole nyingi kwa familia ya Lucia. Hakika tutakuwa pamoja nanyi kwa sababu tunajua Lucia ameacha watoto wadogo. Jukumu kubwa sana la zawadi hii ni kuitunza na kuiheshimu, kwa kuwa ina masharti tofauti na zawadi nyingine. Tumepokea zawadi nyingi, wakati mwingine unapokea zawadi ya gari, iko kwako unaitumia kila siku, unasema hii gari ni zawadi. Na aliyekupa hakudai tena maisha yako yote. Utatumia unavyotaka, lakini hata ukitaka kuuza unauza. Lakini uhai sio hivyo. Ni zawadi ambayo unapewa na unaweza ukatumia unavyoona inafaa, lakini pia utatolea hesabu na muda wake anao yeye, na muda ule ukiisha ataitaka tena. Na kwa hiyo zawadi hii ni zawadi ya kipekee kidogo. Neno la Mungu katika Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 1 hata ule wa 4 nasema hivi: kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, iliyo ya milele mbinguni. Maana katika nyumba hii twaugua, tukitamani sana kuvikwa kao letu litokalo mbinguni. Ikiwa tukiisha kuvikwa, hatuonekani tu uchi, kwa sababu sisi tulio katika maskani hii twaugua, tukilemewa, kwamba si kwamba twataka kuvuliwa, bali kuvikwa na kile kipatikanacho na mauti, kumezwa na uzima. Amen. Bwana asifiwe. Amen.